Chapesa. Vipi mwana Chapesa family, leo hii nimemtembelea mwamba wangu. Huyu bwana ni mwana Simba na mwanachama mkeleketwa sana wa Simba Sports Club. Ni muda kidogo sikuwahi kuonana naye kulingana tu na michakato ya kifamilia, lakini leo hii nikasema bwana wacha nije nimcheki kwanza mwana familia. Huyu bwana si mtu mwingine, ni Mkude Simba. Najua baadhi ya wanafamilia wa Chapesa wanamfahamu vya kutosha. Huyu bwana ana vitu vile, ana vina vyenyewe ni sahihi kabisa kwa wana Simba Sports Club. Hususan kwa leo tutazungumzia Simba Day, tutazungumzia na mchezaji wake pendwa, maana kaanza kunidodosa kanipa siri. Kuna mchezaji pale Simba, yani huyo yeye ndio faraja yake. Anaomba wana viongozi na mashabiki pia kuweza kumpa muda ili mipango iweze kwenda sawa. Mr. Mkude, mambo vipi kaka? Sasa vipi baba? Kwema kabisa. Amani kabisa. Habari za siku bwana? Fresh. Pilika. Mmenitoka sana. Bwana wewe pilika nyingi kaka. Unaona leo hii Chapesa imeamua kukufuata huko. Nashukuru. Tumeanza rasmi. Sawa sawa. Hii tumeanza rasmi. Leo Simba Day nikasema lazima kitonge kiende kwa Mr. Mkude. Karibuni sana. Tuanze kupiga mwingi. Karibuni sana. Mzee Mkude, tuanze na hili la kwanza kuhusiana leo Simba Day. Ndio. Wengi wao baadhi wanabeza wanasema kama Simba Day leo tamasha limepunguza ile mvuto, morali imepungua tofauti na tamasha iliyopita nyuma. Wewe kama mwana Simba unavyoliona ni sahihi au baadhi ya upande wanaamua tu kuwabeza wana Simba? Kwanza lazima ukubali mti wenye matunda lazima upigwe mawe. Ndio. Kwa sababu Simba ndio top Afrika kwa shughuli la tamasha la Simba Day. Ndio waanzilishi na sasa hivi limekuwa la kimataifa. Hata hao wanaobeza kesho wana siku yao. Lakini je, wameipata wapi? Maana toka kwenu nyinyi Simba Day. Kwa hiyo lazima leo uone alikuchangamka kutokana na kwanza saizi ndio tupo katika process na watu ndio wanaingia. Wengi saizi wanalewa, wanakula vitu vya leo sikukuu kwa Simba. Ndio. Leo sikukuu kwa Simba. Lakini imeendana 8-8 pia. Bwana leo sikukuu kwanza. Serikali kuna 8-8. Ukija Simba pia ni sikukuu yao. Pendwa siku ya leo. Kwa hiyo lazima kwanza waipozeshe kwa mahesabu yao. Lakini hawataweza. Mwanzilishi blaza. Ndio. Na nimeweka pale Uhuru leo. Uhuru Stadium. Na ndio unaanza kufungua. Yaani leo unafungua kila kitu. Yaani wewe pale unafungua kuwa ni mfunguzi. Yaani kila kitu leo unafungua na nataka niwaeleze. Chapesa Media. Simba top. Simba top ya. Simba top. Kwenye tamasha na kwa kila kitu. Yaani msimu huu ndio nimeanza sasa. Inaanza tamasha, alafu unaanza shughuli zangu. Tarehe 12. 12 unaanza kumkanda mtu. Shughuli zangu. Sasa nani Mkude? Ukiangalia kikosi chako kuna baadhi kama vile mashabiki wa Simba hawajapendezewa na uongozi walichokifanya. Maana tetesi zinatokea Simba wanamtaka mchezaji fulani, halafu mnaenda mnamkosa. Especially tukimzungumzia Peter Shalulile. Wana Simba naonekana viongozi walipeleka pale mkono, lakini mwisho wa siku mtani kama kawaida yenu kaja akawazunguka katoka naye. Ili unalizungumziaje wewe? Peter Shalulile kwanza unamzungumziaje huyu mchezaji kuja Yanga Afrika? Simba kama wakala. Simba kama wakala. Kivipi? Simba sisi tuna jicho. Tumemuona Shalulile. Ndio. Tulimuona vizuri sana. Lakini sio amezunguka. Sisi sio kama tulichelewa. Sisi tuna process za mchezaji. Kwanza tunamfuatilia. Ndio. Pili, Shalulile ukimfuata profile yake kubwa. Ndio. Ukifuata profile yake kubwa. Lakini Shalulile sasa hivi ispekali ya nchi, yani tofauti na age. Yani tofauti na age au miaka. Shalulile ana pancha nyingi. Shalulile tofautisha na umri. Wala huo umri tunasema namba tu. Ronaldo anacheza na miaka 40. Lakini sasa shida tulichokigundua sisi mpaka tukatia break kidogo tukarudi nyuma. Shalulile ana pancha mpaka wanamchukua wao na miezi 6 ya kucheza. Lakini kuna baadhi ya wanachama walisema deal done la Shalulile kuja Simba. Mwanachama sio kiongozi. Mwanachama sio kiongozi. Hata mimi leo hii naweza nikaelezea, lakini mtoa taarifa ya Simba Sports ni Ahmed. Sawa. Mtoa taarifa ya Simba Sports ni Ahmed Ali. Lakini sisi wanachama tuna mambo mengi tu. Kuna watu waliona bosi ka post namba 6 kaitoa, wengine mara Faisali mara wanahangaika wao. Unajua sasa wanapata tabu. Hapo si ndo tuna mfumo huo. Lakini leo tumesikia kuna mchezaji anatambulishwa kupitia ile namba 6 aliyotoa tajiri. Nimesema hivi. Tuache wenye kulifanya walifanya. Wewe sasa unadhani ni nani kwenye namba 6 ile? Mimi nimemwacha tajiri, aliamua kuishusha afu chapu akaifuta. Mimi nimemwacha tajiri mpaka saa hizi tajiri kanichanganya hata mimi. Yaani kanivuruga tajiri, yani nimevuruga mpaka tajiri mbona kanifanya dakika 5 kaitoa ile. Aondoa yani kwanza wengi
anajiuliza. Sasa mimi ndo naisubiri ile surprise. Unaisubiri surprise? Yaani ile namba 6 mimi naisubiri ile surprise moja. La pili tarehe 12 mimi nina jambo. Unataka kurudisha zile dharau za nyuma? Yaani mimi nataka niondoe vyote, na ndio maana Kagame mimi kule nimejivunja. Ila nimejivunja kiheshima. Sikutaka nifungwe waseme kafungwa. Nikasuluhu afu nikaja kupiga mdogo wao. Lakini wanachozungumza wao, sawa umeshinda, lakini kwa nini Simba ile ambayo iliyokuwa yoyote anayekuja mbele yake hamwachi salama Steve Barker? Vipi kuhusiana kwenye ile Kagame? Mechi ya kwanza Jamhuri mkatoka naye draw. Sawa. Akaja Singida akamkanda chuma 3 ilikuwa ile. Wapi sasa wana Simba? Unataka kuniambia Steve alikuwa na kipima kikosi au ilikuwaje? Alizidiwa kimbinu na zile timu. Ule mtego sisi tunauita. Ili kuonyesha kama ule mtego. Ndio maana sisi tulosuluhu naye Singida kamfunga. Alafu sisi tu kama tunakufunga wewe Sauli ili uone kama sisi tunajua. Sisi tumemfunga Singida. Tulimuonea. Umemfunga mtoto wa? Wala. Sisi tumepiga mdogo wao na tulijua huyu akitufunga atatuletea kelele. Sasa huyu tunapiga japo tunatoka naye lakini sisi tunapiga. Kaka, jana ilikuwa finali tarehe 7. Mimi leo nina shughuli, ningechezaje? Huwezi cheza. Ndio maana mimi nikawaambia watu nataka niwaonyeshe kwa mimi mkubwa. Na ile pale sherehe Kagame ni rais. Na Rais Kagame na rais wetu mama hapa Samia wana mawasiliano ya kutosha hata kibiashara. Nikasema mimi nakwenda kwenye mwaliko wa rais, nafanya shughuli kafurahi, nimemuingizia fedha alizoingiza, nimetoka kiheshima, nimerudi nyumbani. Yote ile mtego tarehe 12 na kazi. Tuje kwako bwana Mkude. Sajili zilizofanyika kwa Simba Sports Club. Tuzungumzie kwanza huyo mshambuliaji wako Peter Osman. Kwa mimi tunamjua hivyo. Naam. Unamzungumziaje yule striker? Maana wengi wao walikuwa wanasema humu hakuna jambo, bora angebaki Selemani Mwalimu, na Selemani Mwalimu Wydad wamemrudisha. Unajua vipi huyu Dumbia? Kwanza lazima tufahamu kitu kimoja. Ile ni Osimhen wa Bongo na Osimhen wa Simba. Yule ni Osimhen wa Simba. Hebu rudia kwanza hapo. Osimhen wa Bongo kwa sasa na ndi Osimhen wa Simba. Kwa hiyo mimi niko nataka niwaambie wa Tanzania. Nataka niwaeleze kupitia Chapesa Media wa Tanzania. Osimhen kama jina lake hawajalipeleka Kilwa hawa jamaa kwenye mambo yao ya chakuluchupuli, tarehe 12 anawaweka. Nani wakupeleka Kilwa? Mimi nawajua. Hao jamaa zetu wana mambo, wana chupuli kibao. Lazima wafike jina liko Kilwa sasa hivi ninavyokuambia. Lakini muda mrefu na wanajua kwa sababu sikawaonyesha advertise na striker yoyote lazima katika eneo lake utamuona. Na Osimhen kila ukimwangalia katika weji ya box pale kwa box yake atoki. Muda wote yupo, na sisi tunaambia Chama usimuonyeshe. Kule Chama alitufichia na hata leo tumemshauri Chama atufichie tena katika vitu vyake. Akimweka wazi sana. Tarehe 12 atalogwa sana. Atakuwa panogi. Yaani ndio hiyo leo tunajivunja vunja na nini, mradi sherehe imekwisha. Tarehe 12 abudi na Islam. Unaisubiria. Yaani hiyo kama unavyosikia sivungoja. Pale si tuliua jina la Guantanamo. Tuliliua jina zidi ya ile ya Muungano. Wanafahamu sio walisema Guantanamo watoki mtu. Alafu sasa Guantanamo maana yake Nyapala alikuwa mkali kuliko magereza. Walikimbia na jina lilifia pale pale. Sasa Nyapala nani? Yaani Nyapala sasa. Sisi tuliambiwa tunapelekwa Guantanamo maana ni wafungwa. Lakini sasa tukageuka kuwa manyapala wakali kuliko askari magereza. Magereza walichimba pale. Nadhani mlikuwa mashahidi. Na dhuluma za chupuli za marefali kama mliona, maana mnasema offside hazieleweki, magoli yanaingia na punguzwa. Na ndio maana sasa tukasema sisi hao mabwana tarehe 12. Mimi naomba ushauri wa klabu ya Simba. Kama wao hawana fedha, basi sisi tutoe fedha hata wanachama. Waje tena marefali kuanzia kwenye meza mpaka katikati wao wageni wote watano mnahitaji watoke nje. Yani ili tusifanye kile kitu ambacho cha Wandengeleko wanasema mbamba mutaki. Mimi nataka nifanye shughuli Osimhen wamuone anapofanya kazi zake. Lakini sasa Osimhen yupo. Umekiona kikosi na sajili ya Yanga? Haikutishi? Yaani mimi nasema hivi. Asiyomfunga msimu huu. Mimi sijanifunga msimu huu. Hajakufunga huo msimu. Nimemtoa Selemani Mwalimu alomdhulumu goli lake. Afu nikatia Osimhen. Sasa sijui wao wananiona kikosi changu kibovu kupande gani. Wakati huo wao mimi akili yangu timamu ilikuwa inanipa taabu kwa Pacome Zouzoua. Sikudanganya yule mtu alikuwa ananisumbua. Pacome. Lakini sasa hivi namuombea tu afya itengemae. Ila wakati yapi anatengema mimi huku na mtu namshughulikia. Wala. Zile dharau unazirudisha. Namshughulikia mpaka atakaporudi yule tena. Mimi nitarudisha shughuli zangu kwake. Pacome bwana, taarifa iliyopo pale anakuambia msimu mzima hataonekana. Kwa hiyo unaanza kukutana naye Yanga tarehe 12, utakutana naye dabi, utakutana naye dabi. Napiga tarehe 12. Na kuna kijana wao wanataka wao nao kesho kuna mtu atamtambulisha.
taarifa tunazo. Lakini yule sisi kama mfano mimi nikirudia mke wangu hamna shida. Mimi ni mtalaka wao. Sasa hapo unanipa kodi hapo Mkude. Mimi ndo nakuibia siri. Yupo kijana hapo mtaa kwa hapo. Huko karibu hapa Chamazi. Anarudi nyumbani pale. Wewe ngoja, ile namba 6 ya Yanga na mheshimiwa na Mo ilikuwaje hapo? Pale ile namba 6 sina mipango. Wewe subiri kwanza usio na shaka. Kwa hiyo namba 6 ya Yanga na namba 6 yetu sisi ni vitu viwili tofauti. Hii ya Yanga imetoka kwa jirani. Wala kwa taarifa zao. Imetoka kwa jirani. Na bado pia msemaji wao akawaambia kuna mtu tunafanya naye mazoezi lakini wao mchezaji wao. Si unanielewa eneo hilo? Hiyo fanya nao mazoezi lakini ni mchezaji wa Yanga. Lakini wameazimwa tu kwa muda. Wala sasa wale wamemsajili Kibisawala miaka mingi. Mimi juzi Kibisawala kafanya kazi yangu Kagame. Leo nimemleta Osimhen anataka alishwe huku Kibisawala huku chini kidogo namweka Chama huku namweka mtoto Mligo. Yule atalishwa na nani kama watakuwa hawapo? Yaani yule kazi yake ni moja tu. Kibisawala anachukua, anabimbilika, anagusa, anatapa. Wao wanataka afunge. Mimi nimemwambia sio afunge. Simba sisi sio kia mnacheza mpira. Ndio lengo, unafunga huku unafurahi. Na ndio iliyotokea kule Mapinduzi. Yaani kama mgonjwa vile. Yaani daktari aweza akakutibu anataka kuchome sindano huku kanuna. Lazima acheke kwanza. Pole sana na nini anakutibu. Yaani ndio unapona. Lakini akikutibu huku kanuna. Haitakuwa chupli sana. Kwa baadaye ni lawama zinatokea. Na ndio hicho. Na mimi nawaomba tu na huu mpango wanaotaka TFF kuweka VAR. Uzingatie mila, desturi na kanuni pia. Ifuatwe. Kwa sababu mimi nafahamu wanaokaa kwenye VAR ndio hawa ambao waliompa ubingwa jamaa chupli hao. Hawa. Na wakoniambia ubingwa mwingi wa huyu Mgalatia unatokea mezani? Mimi nasema hivi. Yaani kama wakina wanangu kina Lagija kina Kayoko kina Mkono na kadhalika mali fali wengi wa Tanzania hawa kama watakuwa wanasema tuuchezeshe mpira sheria 17 Yanga asingekuwa bingwa mara 6. Mimi ndo nakupa kodi. Wewe ngoja sasa. Kwa ushindi ule aliopata Yanga au kwa kukufunga wewe mara 6 mfululizo. Unadhani kihalali ni mechi ngapi alizokuwa yeye Yanga ameshinda kihalali? Kihalali zile malivyokuja Walabu. Mimi nilipocheza naye na marefa wageni, mimi kanifunga kihalali. Ile ya goli 2? Wala. Yaani pale Messi bishi kabisa. Nimeupiga mpira na nimeona. Hapa mimi nimefungwa haki. Wala. Lakini zote zilizobakia. Zingine simuona kama Zanzibar na mfunga hawataki, wanaokataa si hawa chupli. Lakini mbona na huko nao walikuwa wanalalamika? Wapi? Azam ile mlienda kucheza finali. Azam sikafunga mwenyewe goli ile. Azam analalamika. Kwanza kadi pamoja na faulu walizokuwa wanachezea Kitambara bora. Azam kafunga goli mwenyewe. Mchezaji wao mimi namna striker wangu aliyofunga moja. Ndio. La pili huyu Azam leo hii Faisal mdogo wangu kama kuna shughuli ambayo labda alijifunza kule alipokuwa awali sababu kuna club hapa nishaiona mpaka wachezaji wao walipanda ulingoni wamecheza bondia. Na si nyingine jirani yangu hapa alicheza Nkane na Kibwana. Kama alijifunza michezo ile kule huko alipokuja Azam ni football. Sio Azam Mandonga. Mandonga hakuna. Sasa yeye kajisahau katu. Matone na Wakinya anamleta. Sisi zimetoka hapa. Simuliziona zimetoka jabu kabisa na kufundishwa jab. Mbona jebu lefa kampa umeme? Kwa nini ampe umeme? Sasa mimi sichezi ngumi. Ndio. Mimi ni Simba Sports Club. Ile klabu ina michezo yote lakini mimi ngumi siitumii. Sawa. Mimi ngumi siitumii pale mimi nacheza mpira. Sasa kuelekea Simba Day leo amemwalika polisi Kenya naona. Simba Sports Club. Wewe unavyoona Simba atatoka na ubingwa na Osimhen wake? Au na yeye ndo atacheza kama ile ya Kagame? Na ndio maana kwanza nikamleta bingwa. Kwanza nimemleta bingwa. Ili nicheze nikiwa na kipimo sahihi. Ndio. Endelea kiongozi? Nimemleta bingwa ili nicheze na kipimo sahihi. Alafu pili leo mimi nipo katika sherehe. Ila tu nitamwambia polisi nimshughulikie kidogo. Yaani ataki asitaki nitamshughulikia namna yazuie hata atachagua yazuie sala unimfunge lakini leo nipo kwenye sherehe yangu lakini pia leo mimi kuna mitego naificha. Utaki silaha zako kuziweka bayana? Sifatui zote ila kutangaza nitawatangaza wote majina yao. Utakayemsikia leo kataja jina na msemaji wako kwenye pale katika yule MC atakayetaja jina wewe ndio mchezaji wa Simba. Usiyemsikie leo basi ile baki ni chubli tu. Kikosi chako utakachokipanga sasa mzee Kude kuelekea hii Simba Day ya leo. Hebu niweke kwanza kikosi chako, kikosi kazi cha leo japokuwa hutaki kuonyesha silaha zako lakini unajua hiki polisi kidogo watakuwa wanahangaika kumtafuta mwizi. Nasema hivi, kwa Simba ile
Mimi leo hata siumizi mapanga pale. Yaani siwezi nikanua panga nende nikakate mpapai. Yaani naenda kutumia hela na nunua panga kwenye chirei, alafu nende kukata mpapai hapana. Haipo hiyo. Yaani mimi leo nitawachezesha vijana tu kama wale Kagame waliotimbwiza kule. Ndio. Nitawachezesha. Alafu baadaye nikimwona polisi anasumbua. Wale muona zile mechi mbili za sare. Nimechezesha vijana wangu wale. Nikiona anasumbua ndio nawaingizia wale ndio mwekea Singida Big Star. Yaani namwekea juu. Kosi kazi chenyewe. Yaani sasa wala sasa yaani pale wewe mtafute anaingia line kabisa. Yaani mtu anasachiwa pale, anasachiwa anawekwa anatulia na basi wapumzishe na ingize tena vijana wa relax mimi nina jambo. Ndio, unaliandaa tarehe 12. Ndio neno kubwa kwa sababu nikichukua kombe mimi wananidanganyia mambo mengi. Wamechukua kombe mara 6. Wamechukua kombe mara ngapi? Wamechukua vikombe karibia vyote. Lakini kuna kikombe nimekipokonya kwenye mikono yao. Wamesema nimerusha mawe, wakaona hakuiti bwana, kaenda sikaa nyai kuiti. Yani wanasema kile kikombe hakina mwenyewe kwa sababu kwa yoyote anaweza kuchukua ile NBC. Benki itaendelea kutengeza lakini ile mali itabaki kuwa Yanga. Kwa shughuli za marefari na hata NBC wenyewe kama watakuwa na wao kama wale. Basi itabaki kuwa kwao. Lakini kama wamekuja kudhamini mpira na mpira uchezwe, Tilipui mimi nakwambia TAKUKURU wakae standby. Tutawawetia wote, sisi tunawajua vijana wetu na wale watu wao wanawatumia. Sasa tutawatowasili sisi. Sisi wanachama ndio tutatowasili sasa. Tutaita TAKUKURU, tutawaambia bwana yule 1 2 3. Leo hii jana pale na tutawachukua video kabisa. VAR kiwa wanafanya kazi hapo. Ili tucheze kabla VAR sitakuwa kesho yake. Usiku wale ndio wanamaliza mashindano. Lakini uongozi umetoa taarifa pale na onyo kabisa. Ndio. Hautakiwi kupeleka mabouncer. Hatakiwi mtu kuzunguka kwenye ule uwanja siyo mganga. Haitakiwi kwenda kufanya mazoezi ya mwisho, unatakiwa uwanja uheshimiwe, kauli imetoka ndani ya serikali. Mimi ninavyosema hata kucheza na wale mabwana wakisema pale kwenye kifusi tunacheza mimi namfunga pale pale. Ila wao pale kwenye kifusi wanaposema pale kwenye ule uwanja wao wa laptop. Maki ujue wao wana uwanja wa laptop. Si unanielewa kanda neno hilo? Nakupata. Wao wana uwanja wa laptop. Mimi namfunga bebe kwenye uwanja wake wa laptop. Mimi nina uwanja. Sio wa ligi lakini nina uwanja. Mazoezi unafanyia. Wala na hata hizi ligi ndogo ndogo mengi kwa sio kubwa klabu yangu pao unacheza. Huyu na uwanja wa laptop. Wa laptop. Upo kwenye laptop hata juzi. Si juzi ameenda kuonyesha tena uwanja wa laptop akampitisha tena mtu ananiambia uchaguzi. Nikamwambia uchaguzi kagombeana nani? Ndio wewe sio wewe, hamna uchaguzi, ule ni uteuzi. Sababu kuna uchaguzi afu kuna uteuzi. Kwa wao wamefanya uteuzi. Wamemteua engineer Alafati, sina ile timu ya wile ambayo ya chupli kwa ajili ya mipango yao. Waliongezeka baadhi tu wajumbe. Yaani ya huko si ndio wale ili kuonekana namna gani, lakini huko wamefanya uteuzi, sio uchaguzi. Sisi tunaingia kwenye uchaguzi kwa sababu la uchaguzi lazima kuna A na B. Tunaitaka A au tunaitaka B. Kwa hiyo lazima watu wa upande wa huko na huko washindane sera. Lakini wenzetu sera kuonyeshwa tu uwanja wa laptop. Hamna wa kusimama ndio huyu. Walilizika inaonekana wanachama wa Yanga Sports Club kuonekana na mwenendo unaoenda wanaopeleka klabu rais, wakaona haina sababu ya kumpa mtu mwingine. Atabaki engineer, atabaki na makamu wake kwa sababu faida walizoletewa na rais wao. Na ndio maana hawakutaka kuleta mpinzani mwingine. Ni sahihi kama wao wameona sahihi. Kwanza narudia, ni sahihi kama wao wameona sahihi. Kutokana na matokeo wao kikubwa wanachokilizika mpaka leo hii kwa sababu wamemfunga Simba, lakini wangekuwa wanaifuatilia ile club wangejua kwa sababu wao tia kelele tu bwana, kule kuna Mo Arena. Ukikaa nao na kwamba ule uwanja wa Mohamed kwa sababu Juma andika Mo Arena, ndio nikabe sawa kama unasema hivyo. Sasa hii tumeona juzi kwenye uteuzi imetoka tenda ya kutengeneza uwanja GSM, nyasi GSM, kokoto GSM, jina GSM. Sasa sijajua kama ule uwanja ni wa Yanga au wa GSM. 50% zinaliwa. Wanasema GSM. GSM wanakula 50? Na wanachama au Yanga Sports Club wanakula 50. Mbwembwe zile. Zile mbwembwe. Sasa ngoja huku 80 kwa 20 na huku 50 kwa 50. Wapi kidogo? Nasema hivi. Hata sisi kuna 51 kwa 49. Sasa kwenye uwanja bosi kasema anakula 80, alafu nyinyi mnakula 21 wanachama. Au umeisahau hiyo? Sisi tunakula 21. 20. Wala. Yeye anayejenga anakula 80. Atafuna hata ingewezekana 100 zote kwa sababu nini? Yeye anaweka fedha. Hawa mabwana wangejua kama wanachokifanya kwangu ndo kwao. Wasingetia kelele.
Kinachofanyika kwangu ndio kwao, wasingepiga kelele. Kwa hiyo itajirudia ile. Iko vile vile hiyo, hakuna atakayepewa 50 kwa 50. Mimi siwezi nikaweka biashara nikainunua ya laki, alafu faida imetoka 50,000, wewe na ubia nao ile 12,000 yako ya mwaka nikupe 50,000. Uongo. Hakunaga biashara hiyo. Nimetia laki. Tumepata faida 70,000. Wewe mwaka mzima mwanachama unaweka 12,000 buku ya kadi. Alafu nikupe 50,000. Sijajua biashara. Hesabu zimefeli hapo. Yaani kikokotoa kila unapopeleka haki. Yaani wangerudi nyuma kidogo. Na mimi nawajua kwa sababu wale sifa. Ukiwasifia tu umeshinda. Mkude, tumalize na hili. Hapa kati bwana, viongozi wanachama, tuseme mwenyekiti wa Simba pamoja na mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi, kama kulitokea sitofahamu, mwenyekiti Mangungu alitisha mkutano wa dharura juu ya wanachama ili wateue wajumbe wa upande wa bodi ya wadhamini, lakini baadaye tunakuja kukuta taarifa kwa umma natoka kwa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi. Kwa hiyo taarifa ni batili. Huu mgogoro unauona huwa mara nyingi Simba naona kama vile baadaye matokeo nayo yakija kutokea wanachama mnaanza kukasirika. Unadhani tatizo lililopo hapa ni nini kati ya mwenyekiti wa bodi na mwenyekiti wa Simba? Unajua kwanza kiongozi wangu Mangungu kuna muda mwingi hajasemwa. Hajaongea. Hajaongea wala hajaongelewa. Ndio. Kwa hiyo kuna muda naye ana hamu ya kuongelewa. Kwa hiyo unakuta kidogo ametema chimaindi. Lakini mimi baadaye nimekuja nimejigundua, unajua mimi nimesoma Cuba. Sawa. Umesoma Cuba. Ndio maana mimi Mangungu nilimuelewa. Na kama nakuelekeza wewe kodi nakupa. Nipe kodi. Sisi wakati tunafanya utambuzi wa jezi Ngorongoro. Jamaa zetu wakasema wanatangaza mchezaji wanatangaza namba 6. Yaani siku moja mradi watu walibia shughuli. Na kweli kuna watu walikuwa wanawaza namba 6 ya wale jamaa zetu. Usiku wale papa wakakata wakamtangaza yule bwana. Na wao siku ambayo wako kwenye ile kuteuana. Sika unanitambua eneo hilo. Wakati wanafanya uteuzi, tulijua watataja na bajeti za chupli kama zile. Na sisi ndio maana Mangungu akaliamsha. Wao wenyewe kutoka kwenye uteuzi wao wanaelezea Mangungu. Ile ni match mind, yani yote kucheza na akili zao. Kwa hiyo Simba wanacheza na akili za wana Yanga. Mimi ndo nakupa kodi hiyo, na ndio maana baada ya siku 2 umekuta imetoka taarifa kwa umma, hakuna tatizo. Na wote wako sawa. Nani kawasuluhisha? Nafuata kikao kijafanyika. Yani wao walichokifanya na sisi ndo tumewajibu. Afu sisi letu liko kubwa zaidi. Sisi media zote zimeeleza. Kweli mlizima media zote. Yani tumelizima stori zote za uchaguzi. Yani hakuna kule watu wametiuana, si wana bajeti ya siji hela ngapi, zote kimya. Mimi ndo nakupa kodi, wengi wao walikuwa waijui. Mimi nakubali. Yani hiyo mimi sasa mimi nakupa za ndani, wewe sio chapa za media, wewe umenikimbia muda mrefu. Mimi najua. Lakini mimi nina za ndani. Wewe familia. Kwa yule pale Mangungu, master, saizi kazungumza hapo katika media ya Simba Day hapo. Yuko anachana hapo. Ndio nimeona. Umenielewa Nimeona. Tena wanafuatana na Christian Magoli. Wala. Sasa ile ni mechi, yani wao walichokifanya na sisi tumekijibu, afu kwa kidogo tu pap. Ni mind game. Yeah. Watu wote wa media zote wamegombana hapo, vurugu timu. Kesho yake tukawa taarifa kwa umma, someni tena. Jambo limekwenda? Limeisha. Kama wao walivyotaka kuchafua Ngorongoro, sisi tulikuwa Ngorongoro tunatangaza jezi. Unazindua kule jezi. Jezi, sio zile fulana zilizotoka. Tunaenda kwa utalii pia. Brother, sio fulana zilizotoka juzi. Mimi na jamaa yangu Yanga kweli. Na mbishi, unajua mbishi brother, tena Yanga wala wanajiita Yanga Facebook. Unajua mbishi. Lakini juzi aliniambia, ndugu yangu wewe una jezi nzuri, mimi nitakufunga. Kasema kakubali matokeo. Uzi uliotoka wa Simba Sports Club Jairuti na huku aliotoa GSM. Nasema hivi. Uzi umenyoka wa Jairuti. Yaani hao jamaa wana media za kuuza tu zile fulana. Lakini sio ubora. Hata tukisimama pale barabarani utaziona za Simba zinapita 8, aidha moja usione kabisa. Kama ile ya njano maki atoke na visodo unacheza draft kisha habari. Yaani unakaa kule, mimi nakaa huko tunacheza draft kabisa kisha habari. Sasa mimi sinakwambia ndugu yangu, nimeiona ya kijani, astaghfirullah. Hakuna jambo. Yaani mwaka huu wamekunya, ila tu kinachowabeba hawa wana watu wa kuuzia. Alafu wale jamaa ukiwaambia hata papai hela wanachukua. Yaani ukiwaambia tu sifa zao zendo zinawapona. Na zile alizisemaga Manala kwa upande wetu. Anaweza mtu akawa na PhD. Ana elimu mpaka yani anaimwaga chini. Ile likija kuwa swala la Yanga, unaweza kusema sio huyu msomi. Ndio. Yaani hata mtu wala 7 akiwa kiongozi wake tu anamweza. Sasa sisi sio vile, sisi sio hule. Sisi tunajaji. Na ndio maana tumemweka mtu
Zabuni ametoa kitu original. Kaa pale tu jezi imetoka jezi. Ukienda ukweni inakubalika, benki hawakusumbui, ukienda mahakamani uambiwe badilisha. Yaani wewe popote unapokwenda na sasa wewe Mkude pale ni jezi ipi ambao uzi gani ambao kwa kweli pale umeukubali zaidi? Ni rangi ipi? Kwa Simba Sports Club. Ile nyekundu ameua sana. Nyekundu imeua. Kwa bure si ndo asilia? Ile ya mnyama. Ile acha tu. Lakini kuna baadhi walifananisha na ile mifuko ya zamani ile mwekundu, mweusi, mwekundu, mweupe, mwekundu, mweupe. Ile design inaonekana. Ndio maana nilikwambia mwembe wote wenye matunda lazima urushiwe mawe. Yaani mwembe wenye matunda lazima urushiwe mawe. Na Simba ndio mwanzilishi kila kitu. Simba tumeanza kuvaa viatu hapa kwenye ligi hii. Yanga anatembea peku hapa mpira bila. Yaani wanafahamu hivyo, wanasema nao wanavaa viatu. Yaani sisi ni wapili kuzaliwa kwao, lakini pia tuna maendeleo kuliko wao. Safi kabisa. Yaani sisi tuna majambo na sisi tukilifanya ndio wao wanali. Bwana Mkude, mimi nashukuru na imani leo tuangalie mchezo utakapoisha. Kesho mapema Kitonge kinakufuata. Karibuni sana. Nataka tumuone Osman. Karibuni. Huyu unayomsifia. Je, tutaziona leo? Na zipo kodi nitakupa. Na kodi niwekee ili kesho tuweze kuleta vyakula vya kutosha ndani ya Chapesa. Usiogope, Chapesa Media. Shukrani sana. Asante. Bwana, nilikuwa na Mr. Mkude tukizungumzia habari za kimichezo pamoja na uchambuzi unaoendelea kule pale katika viwanja vya Uhuru Stadium. Simba Day leo inafanyika pale. Wewe mwana Simba tembelea hapo, fika hapo kama haujawahi kwenda. Cheki kwenye runinga utaonana na sherehe kabambe inayofanyika pale uwanja wa Uhuru. Mimi sina la ziada, nyuma ya pazia, nyuma ya kamera yupo director Shizi anakuletea picha safi na ngavu. Tukutane baadaye. Endelea kutufuatilia, mengi na mazuri yanazidi kuja. Bye bye.